Kwanza niseme hivi vyama vya kitaaluma havijafungua kesi, vimepeleka malalamiko. Kwa utaratibu uliopo ICC, mwendesha mashtaka yeye mwenyewe anaweza kaanzisha uchunguzi, kwa maana kwamba ameliona tukio akaanzisha, lakini anaweza kapokea malalamiko kutoka kwa watu wengine akaanzisha uchunguzi. Kwa hiyo kwenye hii na inaweza kuwa ni asasi za kiraia, kundi tu la watu wengine, au pengine baraza la usalama la Umoja wa Mataifa au taasisi nyingine yote ile ikiona kuna jambo lilipo inampelekea kwa ajili ya kufanya uchunguzi. Kwa hiyo wale ni kwamba wamepeleka baada ya kuona wameona kuna ukiukaji wa haki, wamempelekea ili aweze kuinitiate mchakato wa kufanya uchunguzi. Ndio kazi yake nitakuwa ifanye. Akishafanya uchunguzi kuna stages zake. Akishajiridhisha kwamba anaona kabisa ni kweli kwa uchunguzi huu unatosha kufungua shauri, baada hapo atafungua kesi sasa kwenye mahakama ya uhalifu wa kimataifa, na baada hapo ndio sama zitatolewa na watu wataitwa. Sasa nikiangalia kwa mfano kati ya labda serikali yetu kuunda tume ambayo inaongozwa na Mheshimiwa Jaji Mkuu mstaafu Othman Chande na wale Madrid Bar Association pamoja na asasi nyingine, nadhani wale walianza, serikali ni kama baadaye tu, baada sauti kuwa ni nyingi, serikali imekuja imechukua hatua baadaye, lakini wale nafikiri walikuwa proactive, walikuwa wameshachukua hatua tayari. Kwa kipindi serikali wakati inaanzisha mchakato tayari walikuwa wameshapeleka malalamiko. Kwa hiyo sitaki nisemee serikali kwamba ilifanya kwa sababu wale walikuwa wameshapeleka, lakini vile vile huzui mtu akifikiria hivyo, kwa sababu mazingira yanaonekana kwamba ilikuja baadaye. Sasa swala la kujiuliza, je, wale wasingepeleka, serikali ilikuwa na dhamira hiyo au ilikuja baadaye kwa sababu ya mazingira yalikuwa? Nadhani sasa hilo sitaki nipige ramli, lakini walau mazingira yalikuwa yamekaa hivyo, serikali ilikuja baadaye. Lakini jambo la lingine la muhimu, je, ni kwa kiwango gani labda ripoti ya serikali itakavyokuja itakuwa imekidhi ile kiu ya dunia, kwa sababu tayari dunia ishaliangalia jambo, lilionyeshwa kwa dunia nzima, kuna taswira ambayo, je, tume yetu ambayo Mheshimiwa Rais ameiunda itabeba yale matarajio kwa kiwango hicho? Kama itabeba, inawezekana ikawa ni njia ya kusema ICC sasa isiendelee na tukio lake, kwa sababu ni kweli inakuwa tayari imeleta taarifa nzuri na baadaye na hatua zimechukuliwa. Kwa sababu kuleta taarifa ni jambo moja, lakini kuleta uwajibikaji ni jambo la pili. Kwa kama kweli serikali ikaenda ikafanya hilo jukumu, ikaleta taarifa ya kutosheleza na watu wakawajibishwa kwenye kiwango ambacho dunia inaridhika kwamba wamewajibishwa, then ICC pamoja na malalamiko ambao watu walipeleka, sidhani kama itakuwa na haja ya kuendelea nayo, itakuwa imeishia hapa. Watakuwa tu wamesaidia angalau kuchochea pengine serikali iweze kuchukua hatua mapema zaidi. Lakini vinginevyo kama isipofika standard hiyo, maana yake ICC inaweza kaendelea na michakato yake. Ya kwanza, unapozungumzia ICC ni taasisi, ni mahakama ya uhalifu ya kimataifa ambayo imeanzishwa na mkataba ambao mkataba uliingiwa mwaka 98 kule Italy, Rome, ndio maana inaitwa Rome Statute. Sasa kwenye mkataba huu una makosa ya aina kama 3 ambayo wanashughulikia. Kuna makosa ya uhalifu wa kivita, kuna makosa ya uhalifu wa kibinadamu, na makosa, kwa hiyo kuna makosa ya aina hiyo. Kuna aina fulani makosa ambayo tunaita ni genocide, kuna crimes against humanity, kuna makosa mengine yanaitwa war crimes. Haya yote yanaingia kwenye huu mkataba wa Rome au Rome Statute. Sasa kwa mujibu wa mkataba ule, kwanza kuna nchi ambazo ni wanachama. Sio nchi zote ni wanachama, kwa sababu hapo mataifa makubwa kama Marekani, Urusi, China ambao wao sio hawakusaini mkataba, kwa hiyo sio wanachama. Lakini kuna nchi ambazo ni wanachama, ikiwepo Tanzania pia ni mwanachama wa ICC. Kwa hiyo ukiwa mwanachama, maana yake una wajibu wa kuhakikisha unazingatia huu mkataba. Sasa kwenye mkataba huu, moja ya mambo ambayo hayaruhusiwi ni pamoja na watu kuwa target. Yaani kuna watu wanaenda wanatagetiwa, wanaenda wanashambuliwa, wanaumizwa au wanauawa kwa sababu ya mlengo wao, au inawezekana ni mlengo wa kiimani, wa kiitikadi au mtazamo mwingine fulani, au kuna kundi fulani la watu wamewatarget. Labda inawezekana labda kuna kundi fulani, labda let's say ni Wasukuma peke yao wanashambuliwa, au Masai peke yao, au pengine ni Mhehe peke yake anashambuliwa, au ni Myao peke yao anashambuliwa, au ni Mchaga anashambuliwa. Kwa hiyo wakiona hiyo trend, maana yake inaenda kwenye uhalifu dhidi ya binadamu ambao inawezekana ukajikuta kama taifa mkafikishwa kwenye hii mahakama ya kimataifa ya ICC. Kwa hiyo kuna makosa ambayo hapo.
Sasa na inapotokea labda mauaji au hata vitu kama utekaji, kama unateka utekaji umeonekana kabisa umekuwa designed, umewalenga watu fulani, yale makosa pia yanaweza kaenda kwenye uhalifu wa kivita. Kwa hiyo hayo yote yanaingia hapa. Hiyo ni namna moja. Lakini namna ya pili, hata nchi ambayo sio wanachama wa mkataba huu wanaweza kafikishwa kwa kupitia Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa. Lina nafasi ya kuweza kupeleka, kama kuna nchi inatuhumiwa, ikafikishwa ICC na ikaenda ikashughulikiwa kwa sababu ya hiyo. Sasa lengo la kuanzisha kwa ICC ilikuwa ni nini? Lengo la kuanzisha ilitokana na historia. Ukiangalia historia ya dunia toka wakati wa vita ya kwanza ya dunia, kuna mamilioni ya watu ambao waliuawa, walipoteza uhai kwa ukatili wa hali ya juu sana. Halafu watu ambao walifanya huo uhalifu hapakuwepo na chombo cha kuwashughulikia. Kwa baadaye wakaja wakaanzisha ile miaka, hasa baada ya vita ya pili sasa ya dunia, ambapo pia uhalifu mkubwa ulijitokeza. Wakati wa Hitler alienda kaua Wayahudi zaidi ya milioni 6, watu wengine waliuawa in big numbers. Kwa baada ya kuwa watu wameuawa katika idadi ile ambayo ni kubwa, ikaonekana sasa kwamba hatuwezi kuacha mambo yakaenda. Kwa hiyo walianzisha mabaraza ya muda, kwa mfano kwa na Nuremberg trial ambayo walipelekwa wale watu wahalifu wa vita ambao wa Ujerumani. Kwa walifikishwa pale, kuna mtu kama Adolf Eichmann walifikishwa kwenye hiyo baraza, na by then kumbuka ilitengenezwa rasmi baada ya tukio kutokea. Na ikaleta mjadala kwamba je, ni sahihi kutunga sheria baada ya tukio kutokea na nini? Sasa baada hapo thinking ambayo ilikuja, walisema makosa yoyote ambayo yanahusu uhalifu wa kibinadamu na makosa ya kivita ya ukatili na unyama ni makosa ambayo yanakiuka ubinadamu. Haya ni makosa ambayo hata kama hakuna sheria ambayo imeshasema, hatuwezi kuacha akabakia hivyo. Sasa haya ni makosa ambayo sisi tunaita ni kwenye sheria za kimataifa wanaita jus cogens. Jus cogens maana yake ni ile misingi ya muhimu kabisa ya ubinadamu. Hiyo ikitikiswa popote pale duniani, yaani ukifanya hilo kosa popote, hata ukimbilie popote duniani, lazima ukamatwe, kwa sababu ni kitu ambacho sisi kama ustaarabu wa dunia hatuwezi kuruhusu mtu ambaye anaenda labda akafanya uhalifu wa aina hiyo. Kwa hiyo kina Eichmann walifikishwa, na baadaye tunaona Yugoslavia walikuja wale marais wa Yugoslavia, kina Pinochet walikuja wakafikishwa, baadaye kwenye yalitengenezwa mabaraza. Kwa unakuta palikuwa na mchakato, na baadaye tunaona ilivyokuja huku Rwanda tukaanzisha International Tribunal iza Rwanda ICTR, baada ya mwaka 94 kutokea ule ukatili na uwaji. Lakini baadaye sasa dunia ikasema tutaenda hivi mpaka leo, lazima tengeneze chombo sasa cha dunia ambacho hiki inapotokea uhalifu popote kitatusaidia kushughulikia hiyo. Kwa ndio walipoanzisha sasa ICC mwaka 98 ikaanza kushughulikia. Kuna masuala mengi, na naona hata viongozi wengine wa Afrika huko walishafikishwa huko, na baadhi ya mataifa mengine hasa Latin America wengi sana wamekuta wakifikishwa kwenye hiyo, na wengine ambao unakuta walipelekewa labda summons wakawa na kwepa, lakini at least kumekuwa na hatua hizo. Sasa ukisoma kwenye mkataba yale, kwenye ule utangulizi tunaita preamble, moja ya msingi kwa nini walitaka kuanzisha, wanasema kwa sababu walikuwa na kitu kinaitwa impunity. Impunity ni utamaduni wa watu kufanya uhalifu halafu wanalindwa, hawachukuliwi hatua zozote. Kwa lengo la kuanzisha ICC ni kwamba ni kukomesha tabia impunity, kwamba watu wanalindana, mtu ataenda atanyonga watu wake, watu wataagizwa watabakwa. Kuna mataifa mengine kama Rwanda ile miaka 94 kuna watu walienda kabakwa kwa idadi kubwa ya watu. Sasa haya yote tunayakomeshaje? Ndio tumeanzisha sasa ICC, kwamba hao watakuja ICC tawashughulikia. Lakini ICC kwa lugha yetu ya kitaalamu sisi tunasema ni complementary court. Complementary kwa maana ya nini? Kwamba kama mifumo yenu ya ndani ina ufanisi wa kuridhisha kabisa, imewajibisha watu kwenye kiwango ambacho kinatakiwa, then ICC inakuwa imepunguziwa kazi, haiwezi kaingia. Lakini kama mna mifumo ile ya danganya toto tu, kwa mfano kwa sababu bwana si watu wote tunawashughulikia, lakini ukiangalia unakuta watu wote ni kama mmewalinda, hamna kitu kinaendelea, ni kwa ajili ya kuzuga ili mambo yaende, ICC itaingia. Kwa ICC haitaingilia kama tu mifumo yako ya ndani imeweza kufanya kazi kwenye kiwango kile cha kuridhisha, sio janja. Na tunazungumzia cha kuridhisha kwa sababu kumbuka ICC pia inafanya uchunguzi. Ikifanya uchunguzi inaweza kama imegundua kabisa hili jambo lilifanyika labda kwa idadi hii na wahusika ni kina fulani. Halafu baadaye wakagundua pengine nyinyi mmewajibisha mtu ambaye hata jina lake halijulikani, hata ukiuliza naishi wapi hata hajulikani, ndio ambaye amewajibishwa, na hata adhabu yake ametumikia wapi kusema kufuatilia hutaiona. Sasa kwenye mazingira hayo ICC lazima itaingia. Lakini ICC kijiridhisha kwamba wale watu ambao ni kweli wananyoshwa vidole na watu ndio walihusika,
ni kweli wamewajibishwa vizuri kwenye kiwango kuzingatia sheria, then ICC kama mfumo mbadala complementary, maana yake inakuja tu kujazia pale ambapo unaonekana nyinyi mmeshindwa, haitaendelea. Lakini lazima wajiridhishe kwenye hiyo, sio kwamba wataachia tu, sio kwamba kila uchunguzi ukianzishwa kwa ICC itaachwa, no. Kwa inawezekana mkaanzisha mchakato wenu wa ndani, lakini ICC kaona mchakato wa ndani hauwezi kuzaa matunda yote. Kwa hiyo hiyo ndio kwa kifupi ndio imekaa.